Karibu msikilizaji wa Gray Simulizi katika simulizi yako pendwa inayokwenda kwa jina la Sura Isiyojulikana. Anayekusimulia simulizi hii ni mimi Gray Simulizi. Nikuombe usiache kusubscribe, kulike, kucomment ili kuwa wa kwanza kupata simulizi zetu kutokea hapa Gray Simulizi, nyumba ya burudani. Mchana wa jua kali ulipoanza mitaa ya mji, watu walikuwa wakipita mbele ya duka dogo la kutengeneza viatu lililojulikana kwa jina la Viatu vya Mikidadi. Duka hilo halikuwa maarufu kwa sababu ya viatu pekee, bali pia kwa kitu kilichowafanya wengi wasimame na kulitazama kwa mshangao. Ndani ya kioo kikubwa kilichokuwa mbele ya duka hilo kulining'inia mchoro wa mwanamke mrembo mwenye tabasamu la upole. Hakukuwa na jina wala maelezo yoyote kuhusu mchoro ule, ni sura tu iliyochorwa kwa ustadi wa hali ya juu. Kwa miaka 15 mchoro huo haukuwahi kuondolewa. Watu wengi walimuuliza Mikidadi kuhusu mwanamke huyo, lakini kila mara alitabasamu kwa huzuni na kusema, ni mtu ambaye moyo wangu haujawahi kumsahau. Hakuna aliyejua zaidi ya hapo. Mikidadi alikuwa fundi viatu maarufu zaidi mjini. Mikono yake iliweza kubadilisha ngozi ya kawaida kuwa viatu vya kuvutia, lakini moyo wake haukuweza kurekebisha jeraha lililoachwa na mwanamke huyo aliyempenda zamani. Mwanamke huyo alikuwa akiitwa Amina. Siku moja Amina alitoweka bila kuaga, bila barua, bila maelezo yoyote. Tangu siku hiyo, Mikidadi aliendelea kuishi na kumbukumbu pekee kichwani. Asubuhi moja ya mvua nyepesi, msichana mdogo mwenye umri wa takriban miaka 16 aliingia dukani. Alikuwa ameshika viatu vilivyochanika. Alipoinua macho yake kuelekea kwenye kioo, aliganda ghafla. Uso wake ulibadilika. Kwa sauti ya kutetemeka alisema, "Mjomba, hii ni sura ya mama aliyefariki." Kalamu iliyokuwa mkononi mwa Mikidadi ilianguka sakafuni. Kwa mshangao mkubwa aliyoupata, aliinuka taratibu, akamtazama msichana huyo kwa muda mrefu kidogo, kana kwamba hakuamini alichokisikia masikioni mwake. "Umesemaje?" aliuliza kwa sauti ya chini. "Mama yangu alikuwa anaitwa Amina. Alifariki miaka 3 iliyopita. Nina picha inayofanana kabisa na hii." Msichana huyo alitoa picha ndogo kutoka kwenye pochi yake. Mikidadi alipoiangalia, machozi yakaanza kumtoka bila kujizuia. Hakukuwa na shaka, alikuwa ndiye Amina aliyempenda kwa moyo wake wote. Maswali mengi yakaanza kujitokeza. Kwa nini Amina hakuwahi kurudi? Kwa nini hakuwahi kutuma hata ujumbe mmoja? Na msichana huyo alikuwa nani hasa? Safari ya kutafuta ukweli ikaanzia hapo. Kwa msaada wa msichana huyo aliyeitwa Rehema, Mikidadi alisafiri hadi kijiji alichowahi kuishi Amina. Huko walikutana na bibi mmoja aliyekuwa jirani wa zamani wa familia yao. Bibi huyo alikaa kimya kwa muda mrefu kabla ya kusema kwa huzuni, "Amina hakukuacha kwa sababu hakukupenda. Aliondoka ili kukuokoa." Mikidadi alishangaa. Bibi huyo aliendelea kuelezea kuwa miaka 15 iliyopita baba wa Amina alikuwa amepanga kumwozesha kwa mfanyabiashara tajiri ili kuokoa familia yao iliyokuwa kwenye madeni makubwa. Amina alikataa
lakini alitishwa kwamba kama angeendelea kuwa na Mikidadi, maisha yake yangekuwa hatarini. Ili kumlinda mwanaume aliyempenda, Amina aliamua kuondoka kimya kimya bila kusema chochote wala kusema ukweli. Baadaye aliolewa kwa lazima. Miaka ilivyopita, alipata mtoto mmoja ambaye aitwaye Rehema, lakini ndoa yake hakuwahi kuwa na furaha kabisa. Kabla hajafariki kutokana na ugonjwa, alimkabidhi binti yake kisanduku kidogo kilichokuwa na picha za zamani, barua ambazo hakuwahi kuzituma, na maelekezo ya kumtafuta fundi viatu aitwaye Mikidadi. Siku moja Mikidadi alipofungua barua hizo, aliona kila ukurasa umejaa upendo ambao haukuwahi kusikia. Katika mojawapo ya barua, Amina aliandika hivi: kama utaniona msaliti, utanihukumu vibaya, lakini kama siku moja utajua ukweli, natumaini utanisamehe. Sikuwahi kuacha kukupenda hata siku moja. Hayo yalikuwa ni maneno ambayo ameandika Amina kwenye barua mojawapo ambazo alikuwa ameziandika. Machozi yakamdondoka Mikidadi huku akiyakumbatia maandishi hayo. Alitambua kwamba wakati mwingine ukimya si ishara ya kusahau, bali ni sadaka ya upendo ambayo mtu huibeba peke yake. Baada ya miezi kadhaa, Mikidadi alimchukua Rehema kama sehemu ya familia yake. Alimfundisha kazi za kutengeneza viatu, si kwa sababu alikuwa mtoto wa Amina pekee, bali kwa sababu alimuona kama zawadi ya mwisho kutoka kwa mwanamke aliyebeba upendo wake hadi pumzi ya mwisho. Na ile picha iliyokuwa kwenye kioo haikubaki tena kuwa kumbukumbu ya maumivu. Ikawa ishara kwamba upendo wa kweli haupimwi kwa muda ambao watu wako pamoja, bali kwa ukweli na ubaki hai hata baada ya miaka mingi ya ukimya. Watu waliopita mbele ya duka la Mikidadi waliendelea kuiona sura ile ile kwenye kioo, lakini sasa ilisimulia hadithi tofauti. Hadithi ya upendo uliotenganishwa na hofu, ukaficha na kimya, lakini hatimaye ukaufunua ukweli uliogusa mioyo ya watu wengi na kuonyesha kuwa baadhi ya siri huchelewa kufichuka, lakini zinapofichuka hubadilisha maisha ya wale wote wanaoishi. Msikilizaji wa Gray Simulizi, na huo ndio mwisho wa simulizi yetu hii inayokwenda kwa jina la Sura Iliyojificha. Aliyekusimulia simulizi hii ni mimi Gray Simulizi. Ni kuombe usiache kusubscribe, kulike na kukomenti ili kuwa wa kwanza kupata simulizi zetu kutokea hapa Gray Simulizi, nyumba ya burudani.